Mpendo wa mwana wa Mungu, katika kitabu kile cha Mwanzo sura ya 16 kuna habari ya kutia matumaini ambayo natamani ukatafakari nami siku ya leo. Inamhusu Ajili ambaye alikuwa ni mjakazi wa Sara mke wake Ibrahim. Maandiko matakatifu yanasema Sara alipoona amzalii Ibrahimu mtoto, basi akamwambia muingilie mjakazi wake ambaye ni Ajili. Na maandiko yanasema Ajili alipopata mimba akaanza kumuona Sara ambaye alikuwa ni bibi yake kama ni duni. Alafu Sara akakasirika, akamfukuza Ajili kutoka nyumbani kwake. Nini ambacho kilitokea? Biblia inasema Ajili akashuka mwendo kuelekea ambako yeye mwenyewe alikuwa ajui anakwenda wapi. Akapita katika jangwa, na wakati anakwenda katika jangwa, ukiangalia ule mstari wa 7 kitabu hiki cha Mwanzo sura ya 16, Biblia inasema malaika wa Bwana akamuona katika chemchem ya maji katika jangwa, chemchem iliyoko katika njia ya kuendea Shuri. Akamwambia Ajili, wewe mjakazi wa Sara unatoka wapi? Ajili, wewe mjakazi wa Sara unatoka wapi? Lakini inaendelea mbele, anasema nawe unakwenda wapi? Akasema, nakimbia mimi kutoka mbele ya bibi yangu Sarai. Malaika wa Bwana akamwambia, rudi kwa bibi yako ukanyenyekee chini ya mkono wake. Malaika akamwambia, hakika nitauzidisha uzao wako, wala hautahesabika kwa jinsi utakavyokuwa mwingi. Malaika wa Bwana akamwambia, tazama, na wewe una mimba, utazaa mwana wa kiume, nawe utamwita jina lake Ishmaeli, maana Bwana amesikia kilio na mateso yako. Naye atakuwa kama punda katika nchi kati ya watu. Mkono wake utakuwa juu ya watu wote, na mkono wa watu wote utakuwa juu yake, naye atakaa mbele yao ndugu zake wote. Ule mstari wa 12 maandiko anasema, akaliita jina la Bwana aliyesema naye, wewe u Mungu uonaye, kwani alisema, hata hapa nimemwona yeye anionaye. Kwa hiyo kisema kile kiliitwa Bel Lahiloi. Tazama kiko katika Kadesh na Beredi. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Mpendwa, ukisoma hii habari kwa umakini sana na ukaangalia mazingira ambayo Ajili anapitia, inawezekana na wewe unapitia katika hali hiyo hiyo. Alijitoa kwa ajili ya familia ya Ibrahim, lakini akafukuzwa kule nyumbani alikokuwa anatarajia atakaa pale baada ya kupata ujauzito. Na unaweza ukaona kwamba jitihada zake ni kama zilikuwa zinaenda kwenye sifuri. Alianza pengine kujiuliza maswali mengi. Mbona nafanyiwa mambo haya? Mbona naonewa? Mbona nateswa? Mbona nimejitahidi sana? Uko pale ofisini, uko kwenye familia, uko mahali popote pale ulipo. Ukijiuliza kwa nini ninafanya hivi? Wananifanyia hivi na mimi nimejitolea. Kama ndivyo ambao Ajili alikuwa anajiuliza. Lakini tutajifunza jambo hapa. Wakati Ajili anafikiria kwamba amefika mwisho, Mungu alikuwa anamuona Ajili kwa namna tofauti. Wakati Ajili anakimbia nyumbani, Biblia anasema malaika wa Bwana ndo akamuona, akamtokea katika jangwa. Mtumishi wa Mungu, natamani katika jangwa unalopitia, Mungu akakuangalie tena katika jina la Yesu. Maumivu yako akayaone kama alivyoyaona Ajili. Ajili alikuwa anajua imefika mwisho, Mungu kumbe ilikuwa ndio mwanzo wake. Anasema akamwambia Mungu kwamba kile ambacho alikuwa amebeba tumboni ni mtoto ambaye tayari Mungu atalishampa jina Ishmaeli. Na akamwambia pia naye atazidishiwa kama ambavyo Mungu alisema na Ibrahim juu ya habari ya mtoto wake Isaka mwana wa ahadi. Wakati huo kumbuka, Ishmaeli alikuwa tumboni kwa Ajili. Alafu Ajili alikuwa ajui kwamba wewe naye ni mbarikiwa. Inawezekana kuna kitu umebeba ndani yako, ujui kwamba Mungu amekibariki hicho. Inawezekana kabisa kuna jambo ambalo pengine kupitia hilo kuna vita ambayo unapitia. Mtumishi wa Bwana, muangalie Ajili, alikuwa kwenye jangwa amekata tamaa. Lakini malaika alipomtokea, namna ambavyo Ajili alipokea ule ujumbe, inawezekana kabisa tofauti na alivyokuwa anatarajia. Ajili baada ya kuambiwa maneno yale na malaika wa Bwana, akakumbuka kumbe pale alipokuwa anapita Mungu yuko mahali pale. Watu walikuwa wamemwacha, watu walikuwa wamemtenga, na alikuwa anapita kwenye safari ambayo mwenyewe alikuwa ajui anakwenda wapi, lakini kumbe Mungu naye alikuwa anajua anakwenda mahali ambako Mungu alikuwa anampeleka. Akamrudisha, akamwambia, rudi nyumbani kwa bibi yako ukanyenyekee, yani kwa Sara. Wakati mwingine tunapita kwenye matatizo kwa sababu ya kukosa tu unyenyekevu. Watu wangapi leo wameshindwa kufanikiwa sababu alikaa kwa ndugu yake, alikaa kwa wazazi, alikaa kwa rafiki, yuko ofisini, yuko kwenye biashara, lakini kwa kukosa unyenyekevu mahali pengine akashindwa kufika mbali. Kuna watu leo wamekatishwa masomo au wameshindwa kuendelea na masomo kwa sababu wamekosa tu unyenyekevu kwa yule anayemsaidia.
Ajili alikosa hicho kitu. Mungu akamwambia nenda kanyenyekee. Kwa nini akanyenyekee? Katika kunyenyekea maana kuna vitu unaweza ukavipata kupitia unyenyekevu. Ajili akasema maneno haya yale ambayo Mungu alikuwa amemwonyesha katika ule mstari wa 11. Malaika anasema akamwambia, tazama wewe una mimba, utamzaa mwana wa kiume, nawe utamuita jina lake Ishmaeli, maana Bwana amesikia kilio na mateso yako. Bwana amesikia kilio na mateso yako. Maneno ya Mungu anasema amesikia kilio na mateso yake Ajili. Alafu naye atakuwa kama punda mwituni, na mkono wake utakuwa kwa watu wote. Alafu angalia mstari wa 13, anasema akalitia jina la Bwana akasema, wewe u Mungu uonaye. Kwani alisema haya, wewe u Mungu uonaye, wewe u Mungu uonaye. Yehova Eloi, Yehova Eloi, manake ni Mungu anayeona. Mungu anaona mapito yako, Mungu anaona huzuni yako, Mungu anaona mateso yako, Mungu anaona maumivu yako. Natamani pale ulipo, hebu muangalie Mungu sana kama ambavyo Ajili alisema. Mungu anaona, Mungu anasikia, Mungu anajibu, Mungu anaangalia yote wanaokufanyia, yote ambayo unapitia, magonjwa unayopitia, vita unayopitia. Amini kabisa kama Ajili aliona Mungu amemtokea wakati yeye alikuwa anajua kwamba Mungu hayupo, na wewe pia Mungu anakuona. Anakuona pale kitandani ulipo, pale hospitali, pale nyumbani, pale unapohangaika na magonjwa, unapohangaika na misiba, maumivu na mateso, jambo lolote linalokusumbua, umejitahidi kwenye familia lakini bado unatendewa mabaya, yote Mungu anayaona. Nataka nikutie moyo kwa neno hili kutoka Mwanzo sura ya 16. Mungu akakuone pale ulipo katika jina la Yesu, akakusaidie, akakuinue, akakupiganie, akakutegemeze na akakuweke katika mahali ambapo kama Ajili anasema na wewe tia utapata mtoto ambaye atakuwa ni mbarikiwa. Sio mara moja Mungu alimtamkia tena Ajili. Angalia Mwanzo ile sura ya 21 tena, wakati yuko kwenye jangwa, maji yameisha kwenye kilima, Ajili analia na mtoto wake analia Ishmaeli. Biblia takatifu inasema Mungu akasikia kilio cha kijana, yani Ishmaeli, alafu akamtokea Ajili, akamuuliza kwa nini analia, alafu akamwambia kwamba Mungu amembariki pia yule kijana. Lakini kabla hapo Mungu akafanya kisima jangwani, mahali ambapo palikuwa pana ukame. Ajili alikuwa anaona maji yameisha, lakini Mungu akatengeneza neema, akategemeza baraka. Kwa hiyo Mungu anaweza kutengeneza kisima hata jangwani, pale ambapo umekata tamaa, pale ambapo umerudi nyuma, pale ambapo unaona kwamba hapa nimefika mwisho. Mungu ndo anaanzia hapo. Mungu anajua kabisa kwamba maumivu yako hayajafika mwisho, historia yako haijafutika kupitia hayo maumivu. Na kuombea leo Mungu akakubariki, Mungu akakulinde, Mungu akakupiganie, Mungu akakufadhili, akakuinue na kukusaidia katika jina la Yesu Kristo. Tuombe. Baba mtakatifu, mwangalie mtoto wako na mtumishi wako ambaye amekata tamaa, anatamani hata neno moja tu la faraja kutoka kwako. Angalia katika maumivu yake, angalia katika magumu yake, angalia katika mateso yake. Anatamani Mungu ukafanya jambo lolote kwenye maisha yake. Mwangalie siku ya leo, muinue, mbariki na endelea kumtegemeza na kumpatanisha na mambo yaliyo mema. Lihimidiwe na litukuzwe jina lako sasa na wakati wote, ni katika Kristo Bwana wetu tumeomba, amen. Mtumishi wa Mungu, Mungu akulinde leo na akufadhili daima, amen.